Na halmashauri ya uchukuzi na usalama barabarani NTSA imeshtakiwa pamoja na mkurugenzi wake mkuu National Odhiambo kwa madai ya kukiuka maagizo ya mahakama kuhusu mfumo wa utozaji faini za papo hapo. Haya yanafuatia agizo la mahakama kuu iliyoagiza maagizo ya muda ya kusitisha utekelezaji wa mfumo wa kielektroniki wa utozaji faini barabarani hadi kesi iliyowasilishwa mahakamani itakaposikilizwa na kuamuliwa. Uchunguzi uliofanywa na runinga KBC Channel 1 ulionyesha kuwa baadhi ya wahudumu wa magari walitozwa faini majuzi, huku wengi wakitoa wito wa kushirikishwa kwa umma na kuwekwa kwa ishara bayana za barabarani kabla ya kuanzishwa kwa mfumo huo. Mwezi Mei mwaka huu, halmashauri ya uchukuzi wa usalama barabarani NTSA ilisema itaanza kutekeleza faini za papo kwa madereva wanaoendesha gari kwa mwendo wa kasi, huku chama cha usalama barabarani kikielekea mahakama kupinga hatua hiyo. Mahakama ya Kerugoya mnamo tarehe 29 mwezi Mei ilisitisha kwa muda utekelezaji faini hizo na ushirikiano kati ya NTSA na kampuni ya Pesaprint. Licha ya agizo hilo la mahakama, NTSA imeendelea kutoza faini hizo. At the time of my alleged offense, there were no visible 50 km/h road signs erected on the ground to give fair warning for a drastic speed drop from 110 km/h on that stretch of road. Second, the High Court of Kenya issued conservatory orders halting the automated instant fine system and freezing the rollout of these digital traffic penalties, which NTSA went against. Mwenyekiti wa chama cha usalama barabarani David Kiare amewasilisha ombi mahakamani dhidi ya NTSA na mkurugenzi wake mkuu kwa kukaidi maagizo ya mahakama. Kwa gusioni zikisaidia, mahali wanafaa kuweka ni mahali kuna black spots na kitu ingine NTSA, kwa sababu Wakenya wakielemishwa maana hizo speed gun hakutakuwa na fujo. Ombi hilo la kudai kudharauliwa kwa maagizo ya mahakama limepangwa kusikilizwa tarehe 26 mwezi Novemba. Kwa wakati huu, madereva wameitaka NTSA kusitisha utekelezaji wa faini hizo hadi ombi hilo litakaposikilizwa na kuamuliwa. Unafaa kuwe na speed limit. Ujue kama gari zetu za matatu zinafaa ziende na speed ya 80, lakini kwa gari hizi dogo zinafaa kuwa na speed ya 80. Sasa ni kwa nini kumewekwa kamera na hakuna speed limit ya kukuonyesha venye unafaa uendeshe gari? Mfumo huo uliopingwa bado umesitishwa kusubiri uamuzi mwingine wa mahakama tarehe 26 mwezi Novemba mwaka huu katika ombi lililowasilishwa na shirikisho la wateja humu nchini, yani COFEK, pamoja na chama cha usalama barabarani nchini, huku madereva wakitoa wito wa uwazi kwenye utekelezaji wa shughuli hiyo. Kwa sasa uamuzi wa mahakama kuu utasalia ushukani. Ruth Wamboi nikiripotia Darubini kutoka jiji la Nairobi.